Kwa hiyo unakuwa unajulikana kama product, kama bidhaa sokoni. Wewe ni bidhaa ya namna gani? Na sasa kwenye hizi bidhaa za kawaida, wenye bidhaa wanazitengeneza, ndio maana tu inaitwa branding. Lakini kwenye wewe kuwa bidhaa, ni wewe unajitengeneza, ndio maana inaitwa personal branding. Kwa hiyo kwenye brand unataka kusema vitu gani viniambie, viseme juu ya hii brand. Kwa mtu kuwa na admirable values, kuwa na values ambazo zinapendwa, zinavutia. Na nimezitaja hapa kwa maana ya admirable values unakuwa nazo: time management, commitment, productivity, integrity, faithfulness. Unakuwa mtu unajulikana kwamba wewe ni go getter. Wewe ni mtu ambaye hupokei sababu ya kutofanikiwa. Hupokei sababu hata ya kufundishwa. Wacha kutengeneza ya kwako kwa nini kufanikiwa. You are a go getter. Hizo values za namna hiyo za commitment, unajulikana kama ni mtu wa commitment. Unajulikana kama mtu faithful. Unajulikana kama mtu wa integrity, mwadilifu. Unajulikana kama wewe ni mtu wa productivity. Wewe ni, unajua productivity, tija. Kiingereza ni tija. Watu wanafikiri kwamba tija ni faida. Tija sio faida, na tija sio production. Tija ni productivity. Productivity maana yake investment kidogo italeta matokeo makubwa zaidi. Lakini kwa maana ya kuwa brand ni kwamba huyu mtu yuko productive, kwa maana kwamba ataleta kitu cha ubora wa juu kabisa chenye volume kubwa ndani ya muda mfupi kwa gharama ambayo ni reasonable. Hiyo ni tija. Kwa hiyo hizo ni values za kuwa nazo kuwa a good personal brand. Na pengine ukaongelea uwezo wako. Watu wajue your abilities. Wewe unaweza nini? Sio tu unajua nini. Unaweza nini? Unaweza kiasi gani? Hizo vision and mission. Pascal alitushirikisha juu ya kuwa mtu wa maono. Je, ni mtu mwenye maono? Ni mtu mwenye mission? Ni mtu wise? Ni mtu ambaye ana sound judgment? Ni mtu ambaye yuko adaptable? Ukimpeleka kwenye joto atakaa, ukimpeleka kwenye baridi atakaa, ukimpeleka kwenye mwendo kasi akwenda na spidi hiyo, ukienda kwa mwendo. Ni mtu adaptable au ni mtu fixed? Hizo ni elements ambazo zinahusu good personal brand. Mimi ningesema pia kuwa na a very clear and healthy self image, self identity. Kuna watu ambao hawajipokei, hawajikubali kwa mwonekano wao, kwa historia yao, kwa vigezo ambavyo wamejiwekea. Wao wenyewe wanakuwa wa kwanza kujidiscount. Wao wenyewe wanasema ni mimi tu. Kuwa na au wengine wana self concept, wana self image, self identity ambayo imepitiliza, sio ya kwao. Wameiazima ili waonekane wakubwa kuliko walivyo. Nitakiwa uwe na correct na authentic na healthy self awareness, self identity. Unakuwa unajitambua kwa usahihi. Ni mtu wa kina kwenye approach ya mambo, sio superficial.